Dar es Salaam ikishuhudia hali ya mvua za hapa na pale na kuweza kidogo kuondoa lile fukuto la joto lile na kupata ubaridi. Ukiona leo Dar es Salaam watu wamevaa vijisweta makoti kidogo, ujue kwamba hali ya hewa kidogo inaruhusu kwa watu ambao wapo jiji la Arusha, watu ambao wapo Iringa, maeneo ya Mafinga kule Mufindi. Kwa hiyo hali ya hewa ni kama ya huku leo Dar es Salaam. Karibu sana siku ya Jumatano ndani ya Viwanjani. Mimi ninakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi. Kama umezaliwa leo, basi umezaliwa na nyota Borussia Dortmund, anaitwa Seloui Guirassy. Miongoni mwa nukuu zake bora zaidi aliwahi kusema kwamba kipaji hakitoshi kuweza kufanikisha mafanikio ambayo upo nayo. Kwa hiyo kwa watu walioamka leo kutoka majumbani na kiali cha usingizi, umefanya jambo jema sana. Karibu sana katika Viwanjani. Kuna mengi sana ambayo tupo nayo katika siku hii hapa ya leo. Kubwa zaidi ni kuhusiana na muendelezo wa michuano ya CRDB Bank Federation Cup msimu 2024-2025. Bingwa mtetezi wa michuano hiyo, klabu ya Young Africans, leo atakuwa dimbani kwa kabili wanamangushi Coastal Union, kumbukizi ya fainali ya msimu 2021-2022 ambayo ilichezwa katika dimba la Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. 3-3 mikwaju ya penalty kiamua Young Africans kuwa bingwa. Leo wanakwenda kujiuliza nani atafuzu kuelekea hatua ya 16 bora, kukamilisha timu ya mwisho ya hatua ya 16 bora. Ukiachana na hayo, wekundu wa Msimbazi Simba wakifuzu hapo jana kuelekea hatua ya 16 bora wakichabanga TMA Stars kwa kichapo cha mabao 3-0. Jana ilikuwa inakwenda ni mwendo wa ngapi? Ni mwendo wa 3-3. Mabao hayo matatu pia kaweza kushuhudia Kiluvya United kichapwa na Pamba Jiji Football Club wanakawe kamo. Lakini pia mabao hayo matatu pia yakiweza kuonekana pia katika uwanja wa Kaitaba, Kagera Sugar na Super Nkurukumbi wakitandika na Mungo Football Club kichapo cha mabao 3-0. Tutakwenda kuangazia kwa ujumla wake, lakini pia tutakwenda kuangazia tathmini ya vikosi vya Pamba Jiji Football Club pamoja na Kagera Sugar na Super Nkurukumbi katika harakati za kuweza kusalia ndani ya ligi kuu ya NBC. Wakati hayo yakiwa yanajiri, tutakwenda kuangazia pia taarifa pale jijini Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda akitoa taarifa kuhusiana na marekebisho uwanja, maagizo uwanja wa CCM Kirumbo. Kiachana na hayo, kwa hapa nyumbani barani Afrika ni uchaguzi wa CAF leo hii katika mji wa Cairo. Wakati tukisalia hapo Cairo, dabi ya Cairo ikiweza kuotambawa hapo jana. Kwa nini dabi hii kuotambawa? Tutakwenda kuangazia hapo baadaye, lakini bila kusahau Benny McCarthy akitangaza kikosi cha Kenya Harambee Stars, Austin Odhiambo kutoka Gor Mahia Kogalo pamoja na Ron Onyango wakijumuishwa katika kikosi cha Harambee Stars. Bila kusahau Nigeria wakitangaza kikosi chao cha wachezaji 23, lakini Jibril Sila kutoka Azam FC akiitwa kwa mara ya kwanza katika kikosi cha Gambia. Unamkumbuka Didi Gomez Darosa ametimuliwa kazi ndani ya kikosi cha Al Ahly Tripoli. Kwa nini sasa? Tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Lakini the pitch pia tutakwenda kuangazia taarifa mbalimbali, hususan ligi kuu ya Bundesliga ikishika nafasi ya kwanza kwa mapato na mashabiki wake kuingia viwanjani kwa msimu wa 2023-2024, ikizidi EPL, ikizidi La Liga, ikizidi Serie A. Kwa nini? Na yenyewe pia tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Taarifa mbalimbali, matukio mbalimbali, tetesi mbalimbali za usajili, zote zilizobamba tutaweza kuziangazia katika siku hii hapa ya leo. Mimi ninakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi ama Van_Msumi. Nipo na wachambuzi wangu, Faraji Mustafa, mzee wa instant. Akifanya hivi tu ujue uchambuzi umenoga. Lakini utamsahau vipi the heavyweight pandit, the only one in Africa, mwite Rashid Don Hamis, yupo humu ndani sawa bin sawia. Wote tumevaa makoti kidogo na visweta, lakini yeye ni heavyweight. Mimi niko sawa. Hahitaji. Hali ya kawaida kabisa ishe. Wajua zamani kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Kudabash. Sio rafiki yako sasa hivi? Sasa hivi. Bako umesema zamani. Zamani. Kudabash sasa hivi. Sasa nimefunga. Ningekupa jina sahihi la Kudabash sasa hivi. Tatingisha swaumu. Utaitoboa toboa. Utaitoboa toboa. Tena asubuhi. Kudabash zamani ilikuwa kwenye hali ya hewa kama hii. Kwanza ukimpigia simu kama ajalia anakuwa anasikitika akiona mawingu Dar es Salaam. Kwa sababu mazingira ambayo alikuwa anaishi, ya nyumba alikuwa anaishi ile kapanga anatoa hela, lakini nyumba ilikuwa kama muembe. Wakikaa yeye na mkewe wanakuwa
wana visufuria na vindoo vile. Sijapenda kicheko chako Mustafa. Kicheko cha asubuhi hujapenda kabisa. Sasa mwanamke saa 6 saa 7 na mkewe, mvua kama inanyesha, kwa wanakuwa wanasaidizana. Umeona? Kuweka vile vindoo na visufuria. Sasa ni kwamba ile maji wanaweka, sio kwamba wanaweka kwenye pipa. Yaani wakawa baharini. Wanamwaga nje wanarudi. Wanaweka. Sasa akija kwenye kipindi asubuhi, utamwonea huruma. Yuko taaba. Sasa inabidi kuna bashi ajibu hizo tu. Kwani alikuwa ajui? Anajua na Tanzania hata hivi, lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu. Kuna bashi mahali ambapo anaishi sasa hivi. At least alhamdulillah. Sawa bwana. Abdul Qadir Seif Konta. Tubingwa kabisa. Alikuwa anapata sana tabu. Mambo yake safi. Sasa hivi safi, lakini sio sana, yani alhamdulillah. Sawa bwana, tunaanza hivi sasa katika viwanjani, na tuanze moja kwa moja kuangazia soka letu katika siku ya leo. Tuanze katika soka letu ambapo mabingwa watetezi wa michuano ya CRDB Bank Federation Cup, klabu ya soka ya Young Africans, leo itashuka dimbani saa 10 kamili za jioni katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam kupambana na Coastal Union na Mangushi katika hatua ya 32 bora ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup kwa msimu 2024-25. Young Africans inashuka katika mchezo wa leo wakiwa ni mabingwa watetezi, na kiwa huu ni mchezo wa mwisho wa hatua ya 32 bora ambao utatoa nafasi kwa timu moja kwenda kuungana na timu 15 ambazo tayari zimeshafuzu kuelekea hatua ya 16 bora. Kumbuka mchezo huu ni kumbukizi tam ya mchezo wa msimu 2021-22 ambapo Young Africans aliwafunga Coastal Union na Mangushi katika mchezo wa fainali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Ukitazama ni unakwenda kuwa ni mchezo wa aina gani kiufundi zaidi, Rashid Hamis, kwa Young Africans ambao wao ni mabingwa watetezi, lakini surprise haziishi katika michuano hii? Michezo ya jana surprise imekoma. Walotarajiwa wamefanya vyema. Na tumeshuhudia michezo mizuri. Kwa mchezo mmoja ambao tuliutazama, walobahatika kuona kwenye TV. Lakini huu ni mchezo mzuri na ni mchezo mgumu sana kwa Young Africans na kwa Coastal Union. Mbali na kwamba mtu wa kwanza ambaye tunampa nafasi kubwa ni Young Africans kutokana na ubora wa wachezaji, form, matarajio ya msimu mzima, kwa sababu Yanga ni miongoni mwa timu chache katika ligi ya NBC ambayo huwa inapenda kumaliza mwaka ikiwa imekusanya makombe yote ambayo wanayashindania. Na CRDB Cup ni miongoni mwa kombe ambalo Young Africans amekuwa akijivunia nalo na ndio bingwa mtetezi. Lakini kwa Coastal Union hawakuanza vizuri sana ligi, na moja kati ya mafanikio ya hivi karibuni ya Coastal Union ni kucheza fainali ya kombe la CRDB. Walicheza na hawa Young Africans chini ya Juma Mgunda, sio? Lakini sasa hivi kuna mabadiliko makubwa ambayo Mwambusi ameyaweka pale kwenye timu ya Coastal Union. Hata ukiangalia namna ambavyo wanacheza, anavyotumika Lawi. Mara ya kwanza wakati msimu unaanza, Lawi ya kuonekana kama na nafasi, kama unakumbuka alikuwa anaanza Viva na Muklin kwenye eneo la center back. Ndicho Lawi pia hapo hayupo. Lawi sasa si alirudi, akawa anakaa nje. Umeelewa? Alianza taratibu kuingia mpaka akacheza kama namba 6. Akanaingia kama namba 6 kwa kana anamtoa taratibu, yes. Umeona? Lakini sasa hivi unaona Lawi amerudi kwenye eneo lake la center back, na Maabad kama ilivyokuwa kawaida. Sasa hivi Maabad ukimtazama anavyomtumia Mwambusi,
amtumii kama mshambuliaji ambaye anasimama peke yake. Ni mshambuliaji ambaye anatokea pembeni. Lakini msimu uliopita kulikuwa kuna watu ambao wana uwezo mkubwa wa kutokea maeneo hayo. Na hapo Rashid, yes. Kwa sababu tunaiangazia Coastal Union, tuweze pia kumsikia coach Juma Mwambusi na baadhi ya wachezaji wanazungumzia nini kuelekea katika mchezo wa leo, alafu tutakuja kuendelea hapo katika kile ambacho tunachokiona kuelekea mechi kati ya Young Africans dhidi ya Coastal Union. Tumsikie taarifa Juma Mwambusi pamoja na wachezaji wa Coastal Union wakizungumzia kuelekea mechi ya leo. Kikosi kipo tayari kwa mchezo ambao unatukabili na wa CRDB Confederation Cup ambao utapigwa tarehe 12, na vijana wako kama unavyoona wako na ari, wanafanya mazoezi. Kwa kikubwa sana tunamwomba Mwenyezi Mungu atufikishe salama siku ya mchezo, asiwe na majeruhi wengi, wasiongezeke na wenye homa wapone, basi maandalizi yanakwenda vizuri. Nadhani tuko tayari kwa mchezo. Kwanza tuvuke kikwazo ambacho kiko mbele yetu na tumejiandaa vizuri, kwa hiyo nadhani matumaini na malengo na imani kabisa determination ya timu nzima kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo unaofuata ili tuende kuendelea na hatua zinazofuata. Kimchezo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuweza kukabiliana na Yanga. Tunajua umuhimu wa mchezo na tunafahamu ubora wa mpinzani wetu. Kwa hiyo kwa kulijua hilo tumechukua tahadhari zote kuweza kukabiliana na kila hali katika mechi hiyo, na tuna imani tutafanya vizuri. Kweli malengo yetu ni sisi kufika finali kwa kila msimu. Mwaka jana malengo yetu yalishia kwenye nusu finali, lakini tuna imani msimu huu malengo yetu yatakuwa zaidi ya tulipoishia mwaka jana. Sisi tumejiandaa vizuri na mechi yetu ya CRDB tunaocheza na Yanga. Na tukijaliwa tunaenda kupambana kuhusu mechi. Msio na wasiwasi, washabiki wote wa Coastal Union, wana mangu shimje kwa wengi katika uwanja wa KMC, tutaonyesha tulichokuwa tunajiandaa nacho. Mchezo wetu na Yanga tumejiandaa vizuri kwa kabili wapinzani wetu Yanga, na tuko katika maandalizi ya pia mchezo wetu wa Jumatano hapa kumalizia. Sisi tumejiandaa vizuri kama Coastal Union, tunahakikisha tunapambania timu yetu katika mashindano haya ya mtoano, kuhakikisha tunapata pointi tuende katika nafasi nyingine ya raundi ya pili. Safuko Charles akiweza kumalizia, kiungo kijana mmoja hodari sana ndani ya ligi yetu ya NBC kwa wakati huu hapa, akiweza kumalizia hapo. Rashid, uko tunazungumzia kuhusiana na Coastal Union. Nilikuwa naelezea position ya Mabad, namna ambavyo anatumika kwa hivi sasa. Tofauti na mwanzo baada kabla hajaondoka Malonga. Unakumbuka sasa kuna hayo mabadiliko baadaye, wakaja kumuongeza yule Bakayoko. So ukiangalia sasa huo ubora ambao Mabad amekuwa bora zaidi, hasa akitokea maeneo ya pembeni, ndio maeneo ambayo Young Africans wamekuwa bora maradufu. So naelewa kwa sababu kama ataamua kutokea upande wa kushoto manake kuna Boka, sio? Akiamua kutokea upande wa kulia ambapo kuna Isla au Kibabage, lakini mara nyingi anacheza Isla. So kwenye hizo position kuna uwezekano mkubwa pengine asikutane na Isla au asikutane na Boka kutokana na aina ya mfumo ambao Yanga wanacheza, kwa maana ya wale mabeki wa pembeni kuwa sehemu ya usaidizi wa viungo na kujaza idadi ya watu wengi na kufanya mashambulizi kupitia hao pembeni, sio? Lakini hizo position ambazo zinabaki kama half space, sio, anawezaje kuzitumia Mabad? Mabad sio striker ambaye ana uwezo mkubwa wa kudribble, sio striker ambaye ana speed ambayo inaweza kumoutshine center back yoyote wa Young Africans, ila ni striker ambaye ana uwezo mzuri wa kutumia umbile lake, nguvu aliyokuwa nayo, na sio mtu ambaye ukitaka kupata ubora wake, sio striker ambaye unatakiwa kumtuma akimbie afu aanze kufanya matukio. Ni mtu ambaye unatakiwa kumpa mpira kwenye eneo la 18 au karibia na 18, atengeneze uwiano baina ya yeye na wenzake ili at least apate nafasi ya kushuti, sio? So ukiangalia kwenye huo namna ambavyo Coast wanamtumia Mabad, unaona ni kama Mwambusi inabidi abadilishe utaratibu wa kucheza, kwa sababu asipofanya hivyo manake kuna uwezekano mkubwa wa kumuona Mabad peke yake ni kama atakuwa anazurura. Yes, kwa sababu watamwaisolate kwa muda mrefu. So mkimtupia mpira hataonekana kuwa na msaada mkubwa. Lakini kwa upande wa Young Africans, Coastal Union hawaioni kama ni timu dhaifu kwao. Wanaiona ni timu ambayo ina uwezo, na kutokana
na walivyoanza ligi mpaka walipofika hapa, unaiona ni timu ambayo inakuwa hatua moja, hatua nyingine, hatua moja, hatua nyingine, sio? So wanatamani kuona inafanya kitu, lakini kwa sababu wao ndo mabingwa, na bahati nzuri naweza kusema hivyo, Young Africans mara nyingi huwa apigi mahesabu na hizi timu za madaraja ya kati, hasa kwenye ushindani wa knockout stage. Mara nyingi huwa na watazama wakubwa wenzake ambao akiwaangalia wanaweza kupata nafasi dhidi yake. Kwenye timu kama Coastal, inawezekana kwa udogo waliokuwa nao Coastal tukawa mention hivyo, lakini hawawezi kuwa mention kwa kiwango ambacho mwalimu wa Young Africans atakuwa anaitazama Coastal. Ila kwangu mimi bado nawapa nafasi kubwa Young Africans, na pengine zile hasira za kuvunjika kwa dabi wazionyeshe kipindi ambacho hiyo burudani wataitoa dhidi ya Coastal Union. Dhidi ya Coastal Union. Tuwatazamie Young Africans. Muda ambao Faraji hawajacheza mechi, naamini kwamba tunaenda kuipata intensity ile ile ya game kama ilivyokuwa ya kwanza ambapo Coastal Union alifungwa 1-0 Sheikh Amri Abeid, ama inawezekana ikawa leo ni tofauti, ile intensity ya mchezo ambayo ilitokea Sheikh Amri Abeid, sio ule wa finali ya msimu huu wa ligi kuu ya Gola Baleke. Yes, Baleke, na mechi ya leo. Inaweza ikawa katika mtazamo wa tofauti kutokana na Yanga kutocheza karibuni, lakini intensity tukijaribu kuichakata ni namna ambavyo timu zote mbili zitakuwa kwenye piki ya juu sana. Kuna mazingira mara nyingi tunaiongelea intensity, lakini tunaangalia timu moja ambayo inalazimishwa. Yaani kwamba level ya Yanga inaweza kawa juu zaidi ya dakika 90 kwenda mara nyingi kwenye tempo ile ile ya mchezo. Kwa hiyo inakuta uwezo kaisema ni intensity kwa sababu unaona upande mmoja wa timu unakuwa juu zaidi kuliko mpinzani. Lakini kama hawa mpinzani wakireact, sasa ndo hapo. Sasa kureact maana yake inapaswa iwe the same level na yule ambaye ameonyesha mwanzo. Sasa hapo ndo unapata intensity. Lakini kwenye game namna hii nitaona zaidi Yanga akiwa juu, Costi akireact, na kureact kwake mara nyingi kutakuwa kwenye transition, kwa sababu kwenye makaratasi tayari Yanga ni timu ya kwanza, timu ya pili ni Coastal Union, lakini ndani ya kiwanja timu ya pili kwenye makaratasi inaweza kuwa ya kwanza kutokana na implementation ya vile vitu ambavyo wanapaswa kuvifanya. Sasa tukiangalia tu kwa wachezaji mmoja mmoja, labda kwa upande wa Yanga na Coastal Union tukiwaweka, hata kama Yanga wasipoanza na baadhi ya wachezaji ambao wanaanza mara nyingi, labda useme kwenye base ya midfield, labda usimuone Aucho, labda akacheza muda, akacheza labda na Abuya, akacheza na namba 10 labda Chama, bado kutakuwa na uwiano mzuri zaidi katikati ya kiwanja kutokana na aina ya wachezaji na daraja lao. Lakini kingine ambacho nategemea kukiona kwa Coastal Union kama timu ya pili ni kuzingatia zile 3 P's. P ya kwanza ni pressure. Namna gani wataweka pressure wakati hawana mpira kwa wachezaji wa Yanga, ili mradi kupunguza madhara kwenye eneo lao. Hicho ni kitu cha msingi zaidi, kwa sababu pale ambapo utadelay kidogo, ukimwachia space mpinzani ambaye ana daraja la wachezaji kwenye uwiano ni mbali na wewe, maana yake atakuadhibu. Lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi ni positioning. Ametoka kuongea kuhusu Maabadi, namna ambavyo style yake ya kucheza, sio mtu wa kutulia. Maana yake anatokea pembeni kushoto, labda huko akiwa Sabikondo. Maana yake ni nini? Ukiwa na aina hii ya wachezaji ambaye hawezi kukaa eneo moja, ni faida kubwa, kwa sababu atamlazimisha wakati mwingine center back kusogea pembeni. Na kumbuka kwamba center back wengi duniani hawapendi kukaba wide. Kwa hiyo kama kulikuwa na delayment ya center back kwenda pembeni, ambapo labda mwenda overlap yuko juu, amechelewa kurudi, alafu Maabadi anaupokea mpira kwenye transition, maana yake kutakuwa na uwazi mkubwa ambao anaweza akapiga pasi ndani, wachezaji ambao wanakimbia wa Coastal Union kwenye box wanaweza kunufaika nao. Kingine ni namna gani unamiliki mpira, possess. Sasa Coastal watapossess kwenye mazingira gani? Ni kuamua, na kuamua kwao inawezekana wakapiga pasi chache kwenye eneo lao ili mali wafike mapema. Kutokana na nini? Yanga ni hatari zaidi wasipokuwa na mpira, kwa sababu wanafanya high line pressing. Ukikaa kizembe juu unaweza ukapoteza mpira. Ukipoteza mpira kwenye box lako, maana yake Yanga anaweza kubadilisha kuwa nafasi. Kwa hiyo hicho pia ni kitu cha msingi zaidi kwa Coastal Union kwa ujumla,
kuangalia namna gani wanaweza wakachagua namna ya pasi ambazo wanaweza wakatoka kwenye mstari wa kwanza kwenda wa pili mpaka kwenye final third ambayo ndio sehemu ya kufunga. Nikitazama jinsi ambavyo Coast walicheza dhidi ya Simba na magoli ambayo walikuwa na ruhusu ya open play nani na inawakuta wachezaji wako free. Kama wakirudia leo hivi lakini pia bado na mashaka na golini kwa goli wa Coast na jinsi ambavyo golikipa zile cross na mipira anavyoitema. Inaweza ikawa ni kiasi. Watafungwa magoli mengi zaidi kuliko waliofungwa na Simba. Yes, kwa sababu kwenye uharaka wa kutumia nafasi hasa eneo la ushambuliaji kati ya Simba na Yanga. Yanga ni bora mara 2 zaidi kuliko Simba. Unaelewa? Kwa hiyo yale makosa ambayo yalijitokeza kwenye mechi ya Simba na Mkwala akanufaika kwa kupiga hat-trick. Ni makosa ambayo Mwambusi alideclare safu yake ya ulinzi ilifanya makosa ya kizembe na akatoka kaahidi wataenda kulifanyia kazi kwenye kiwanja cha mazoezi. Kwenye uharaka wa kutumia nafasi kwenye eneo la kushambulia Mkwala ni kama aliamkia pale siku ile, lakini bado angalia namna ambavyo Ateba anaendelea kustruggle kutafuta nafasi nzuri za kuscore na uwiano wa utengenezaji wa nafasi ambao Simba inamtengenezea Ateba na nafasi ambazo ana convert na kuscore, umeelewa, ni nafasi nyingi zaidi kuliko zile ambazo yeye anazitumia vizuri. Lakini kwenye ukamilifu wa utumiaji wa nafasi Prince Dube, Mzize, Pacome Zouzoua pamoja na Aziziki, unaelewa, wamekuwa bora zaidi kwenye namna ya kutumia nafasi kadhaa ambazo timu inatengeneza na kuscore. Ndio maana nakwambia kama Coastal Union watafanya makosa yale yanayofanana dhidi walioyafanya na Simba, watafungwa magoli mengi zaidi leo. Lakini kitu kimoja ambacho kinaweza kuifanya hii mechi kawa ngumu, mechi ya Yanga dhidi ya Coast huwa ni zaidi ya mechi, yani kuanzia kichwani, sio kwa wachezaji wa Yanga, sio kwa wachezaji wa Coast, unaelewa, ni mechi ambayo huwa wanaamua kutokea kichwani kwamba hii ni mechi kweli na sisi tunaenda kupresent kitu bora. Angalia hata mechi ambayo ilifanyika Arusha, unaelewa, katika hali ya kawaida ulifikiri kwamba Yanga angeweza kunufaika kwa idadi kubwa magoli. Lakini angalia namna ambavyo walienda kureact dhidi ya Young Africans. Tukajiuliza mara 2, kama huu ndio ubora wa Coast, ni vipi wamekuwa kwenye position ya ovyo kwenye msimamo wa ligi msimu huu kuliko kile ambacho wametuonyesha hapa leo. Kwa hiyo maana yake ndani ya mechi kuna mechi zaidi. Kwa maana wale Coastal Union wakitazama Young Africans na wakiamini ubora wa Young Africans upo katika eneo la kushambulia, kwa kuna utayari wa umakini pasipo kupewa maelekezo na mtu yoyote kwenye safu ya ulinzi. Kwa hiyo mimi naamini hivyo kwamba mechi itakuwa mechi kweli, na Coastal Union ni miongoni mwa timu ambazo huwa zinapoikabili Young Africans hazijawahi kuwa timu dhaifu. Inawezekana kutokana na asili, chimbuko, yote yanatokea. Yote yanatokea. Sawa, tuweze kusubiri mechi ambayo natamani kuitazama na kuifuatilia kwa ukubwa wake, hususan eneo la katikati mwa uwanja. Semfuko Charles amekuwa katika kiwango bora kweli, lakini pia urejeo wa Gustav Simon Lukombi katikati mwa uwanja, naye amekuwa anacheza against nani? Against ukitazama Gift Ali chini, Gustav Simon Lukombi, Semfuko Charles, Lucas Almeida, Kikoti mtakatifu wa kusini. Yani ukiangalia tusubiri wote game. Nimesema Almeida. Mandeta anacheka. Bure kabisa. Nipe mkono kwanza. Sawa. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Amina. Sawa, tukisalia hapo katika michuano ya CRDB Bank Federation Cup msimu 2024-2025, jana wekundu wa Msimbazi Simba walikata tiketi ya kuelekea katika hatua ya
16 bora baada ya kuchomoza na ushindi wa mabao 3-0. Mabao ya Simba hapo jana alifungwa na mlinzi wa kushoto Valentino Noma. Hapo hilo ilikuwa ni bao la kwanza, lakini baadaye kikosi cha TMA wakajifunga kupitia kwa nyota wa zamani wa Polisi Tanzania akipita pia na Mungo Football Club Sixto Sabiro, na kawa ni bao la pili kwa upande wa Simba Sports Club kabla ya Lionel Ateba Mbida kufunga bao la 3, na hivyo wekundu wa Msimbazi Simba kuchomoza na ushindi wa mabao 3-0. Ushindi huo wa Simba unawapeleka katika hatua ya 16 bora ya kombe shirikisho la CRDB, huku sasa watapambana na Bigman ya Tanga ambayo kwa sasa inatumia uwanja wa Ilulu mkoani Lindi. Ulikuwa ni mchezo atacheza nani na Bigman. Simba na Bigman. Bwana. Vipi? Vipi? Ishakuwa mechi nyepesi kwa Simba Sports. Bigman amemtoa Tanzania Prisons. Hasa Tanzania Prisons. Yaani siwaoni kama Bigman ni bora kihivyo. Wewe unajiita AKA yako nani? The The heavyweight? heavyweight pandit, only one now. The heavyweight. Only one Hii in timu Africa. inaitwa Bigman. Bwana. Bigman anaweza Sasa kama mbona sasa unaanza kukosoa? Bigman anaweza kama mzembe tu kama sasa hivi. Ma. Kwa nini? Of course sio daraja. Of course naheshimu sana uwezo wa Bigman Chini ya Zuberi Katwila. chini ya Zuberi Katwila. Wanawachezaji wamecheza hizi ligi kuu na championship kwenye uzoefu, lakini Afu nikumbusha hapo. Nikimuonaga Zuberi Katwila namuonaga Patrick Mwangata. Lakini Patrick Mwangata yuko na Mayanga. Yuko na Mayanga. Mtimu ile. Sawa, tuendelee. So imekuwa ni kwa hiyo itakuwa rahisi sana kwa sababu sema ndio kwa sababu fixture inasema hivyo. Lakini nilikuwa natamani zaidi Simba muone na nani? Nilikuwa natamani kumuona Simba acheze na mshindi kati ya Mtibwa au Mbeya City. Sasa Mbeya City anacheza na Mtibwa. Si ndio kwa nini nimesemaje? Mshindi kati ya. Sasa hiyo si draw ambayo inaofuata. Sasa hapa tu yani sema ndio nimekwambia sema ndio ratiba iko hivyo. Yaani ratiba ishakuwa hivyo kwa sababu kama unamtaka Mbeya City, kumbuka kabisa ingekuwa Mbeya City au Azam. Kwa hiyo Simba ingekutana na umeiona hiyo ficha. Sawa, tuangazie mchezo wenyewe Faraji. Timu hii walitupa kile kitu ambacho kwa tunakitamani kukiona kabla ya mchezo. Kabla ya mchezo tuliongea nadhani kwamba itakuwa ni timu ya pili kutokana na aina ya vikosi, na imetokea kile ambacho tumekiona kwamba bado alikuwa timu ya pili ndani ya kiwanja. Mara nyingi dakika zote 90 hawakuwa bora zaidi ya Simba, na ndio maana wakaweza kuruhusu magoli 3. Lakini licha ya kwamba pia Simba walifanikiwa kupata magoli 3, pia kuna vitu ambavyo unaona havikuwa bora sana kwa wachezaji mmoja na hata kwa timu. Kuna mazingira ambayo kama daraja la wachezaji wa TMA wangekuwa ni wana daraja la juu zaidi, kuna makosa ambayo yangebadilika kuwa magoli. Mara nyingi kwenye viungo wawili ambao walikuwa wameanza Simba jana, Mavambo na Okajefa, kwenye ile line pale chini walikuwa mara nyingi wanaondoka wote. Sasa kumbuka ukiondoka wote namba inakuwa inaongezeka juu yani nusu ya uwanja. TMA walifanikiwa kupiga mipira mirefu miwili ambayo ilidondoka maeneo ambayo walipaswa mmoja wao kuwepo, na Simba wakafikika kirahisi golini. Na ndio naamini hata mabadiliko ambayo walikuwa wamefanya Fadu dakika 45 za kipindi cha pili, kuna kitu walikuwa wanaona kwamba Simba kwenye eneo la katikati chini hapa kabla ya walinzi njia zinaonekana zaidi. Sema ni namba ndogo ya wachezaji wa TMA, lakini pia na huo ubora umeshindwa kufanyaje kuweza kuwaadhibu Simba. Utakuwa na kumbukumbu kwenye baadhi ya moment ambazo kuna shambulizi ambao walifanya Sabilo, unaweza ukapata picha namna gani waliweza kutengeneza kitu cha hatari ndani ya lango la Simba. Ndio ilikuwa shambulizi la hatari zaidi ambao nimeliona, ambao unaweza ukasema kweli TMA waliweza kujaribu. Lakini kingine ni namna ambavyo baadhi ya wachezaji ambao wamepewa nafasi kwenye kikosi cha Simba na performance yao kwa ujumla ndani ya dakika 90.
kuna wachezaji wengi ambao tumewaona jana mara nyingi hawaanzi. Yani kocha alitoa nafasi. Na Fadu ni miongoni mwa makocha ambao nafasi kukupa sio issue. Yani ni wewe unaitendea vipi? Yani majukumu yako unayafanyaje. Kwa hiyo bado kuna baadhi ya wachezaji katika nyakati ambazo wanapaswa kufanya kwa ubora zaidi kwenye mechi ambayo haina ushindani mkubwa, lakini bado ulikuwa unaona performance yao ni ya kawaida, ambao pengine kwa namna moja ama nyingine bado inaendelea kumpa mwalimu kazi kubwa zaidi ya kumwamini, kumpa nafasi kwenye mechi ambazo zitakuwa na ushindani zaidi. Lakini kwa ujumla unaweza kaangalia Simba wamenufaika hata kama hawakucheza kwa ule ubora ambao watu wengi wameuzoea, lakini wameweza kupata ushindi wa magoli 3 na kuvuka hatua inayofuata. Sawa. Tena bwana kukumbusha kukumbusha kitu kimoja kama yule Omari. Yaani kama kuna mchezaji ambaye jana alicheza vibaya yule Omari. Yaani yule Omari kaingia, hakuanza. Aliingia, alitoka nani sio akaingia. Pasi 4 za kwanza zote kaharibu. Yaani pasi 4 zake za kwanza zote kaharibu. Yaani anapewa, anazuia, anampa adui. Anapewa, anazuia, anapiga off target. Anazuia, anapewa. Ingeje kwenye setup la bao la 3 naye amehusika. Yaani yaani mpaka mimi nikana muonea huruma. Yaani nakaa hapa jukwani na muonea huruma. Nasema huyu mbona kama sasa sijui ni pressure. Unaelewa? Nadhani pressure. Yaani sijui ndio kutokucheza kwa muda mrefu. Unaelewa? Yaani unajiuliza mara mbili, yani kuna setup moja ni Simba walikuwa na clear. Niliona. Uliona ile? Ukarudi akaika clear, afu yeye alivyo clear ni kama kamerudisha mpira kwenye setup ya adui. Ni sema tu vile uwezo nao wa wachezaji wa TMA wa kutafsiri matukio ulikuwa nao mdogo. Lakini ungekuwa na uwezo mzuri wa kutafsiri matukio ambao walikuwa wanayatengeneza, nafikiri mechi walikuwa wanaweza kufunga hata goli 2. Hapa aliset mpira hapo, aliomba kwa Chisambi huyu hapo, akascan, akaitoa kwa pembeni, afu kapigwa cross. Kwa hiyo aliitoa pre-assist. Sasa ndio yani mimi kwangu kwa jinsi nilivyowatazama jana, huyu ndio mchezaji ambaye alicheza vibaya kuliko wachezaji wote. Sawa. Alafu wa pili Ateba ambaye alifunga goli. Ateba ujue hakuwa katika kiwango kizuri kabisa jana. Kwa sababu katengenezewa nafasi nyingi sana. Nyingi mno. Yaani mimi nilikuwepo jana uwanjani pale. Yaani Ateba baada ya kufunga lile goli, watu wote wakasema bora Mungu kamsaidia. Angejisikia vibaya pengine kutokuweza kufunga kwa sababu nafasi kadhaa mara kadhaa, kwa sababu wachezaji ambao walikuwa wakipata mpira ilifika hatua washabiki wa Simba wakawa hawajui nini wanafanya. Alikuwa ni Ateba na Budo. Yaani unafika msimpe Budo, akipewa Budo anachukua mali inapotea. Ndio maana jana kwenye mitandao ya kijamii kwenye magroup mbalimbali walikuwa wanaweka picha ya Budo, wasema kafanya nini huu? Yaani alikuwa anaanza vizuri, tena sometimes anaanzisha movement. Lakini kupata game time kama hivi. Yaani Budo game time kapata. Yaani game time uweze kufanisha yeye, Barua na Omari. Lakini hapa katikati hapa Budo hajacheza kidogo. Yaani majeraha nafikiri ni sababu ya kwanza, lakini baada pia kutoka kwenye majeraha baadhi ya nafasi ambayo muda ambao alikuwa anapewa bado unamuona kabisa. Ngoja umeona alitokea benchi. Okejefa anapata nafasi kwa Nadri. Apata nafasi kwa Nadri. Lakini jana kuna kitu umeona jana alipokuwa na dance. Yaani unaona kuna kitu anaweka. Unaona ni kiungo kuna kitu anafanya hapa kiwanjani. The same to Mavambo, at least unaweza kuanza kuona anasogea, ana shoot, umeelewa? Kuna vitu vinafanyika. Lakini ndugu yangu Omari, Mungu amsaidie. Sawa, hayo yalikuwa ni upande wa Simba Sports Club, lakini mchezo mwingine hapo jana tumeshuhudia Kagera Sugar na Super Nkurukumbi wakitandika Namungo Football Club kwa kichapo cha mabao 3-0 katika dimba la Kaitaba mkoani Kagera. Mwenzetu Benson Eustace ametuandalia taarifa ifuatayo.
Dakika 90 zimemalizika hapa katika uwanja wa Kaitaba mjini Bukoba, kati ya Kagera Sugar wakiwa wenyeji wa Namungo FC. Baada ya mchezo huu tumezungumza na makocha wa timu zote mbili wakielezea tathmini ya mchezo huu. Hamna mechi nyepesi ukilinganisha na kukutana na Namungo ambayo ina mwalimu mzoefu, mwalimu mkubwa, mwenye CV kubwa, mwenye uzoefu mkubwa kwenye ligi. Kwa tuliamini mechi itakuwa ngumu na imekuwa ngumu, lakini tunashukuru Mungu tumeweza kupata matokeo. Mimi nadhani unaanza kuona pressure inaanza kushuka hata kwa wachezaji, the way wanavyocheza tofauti na mechi iliyoisha. Kwa hiyo kubwa ni hasa kuweza kucontrol pressure kwa wachezaji wangu. Mimi naamini kadri mechi inazidi kwenda tunazidi kuwa tulivu na tutafanya kitu kizuri. Kagera haikuwa mbaya, Kagera ilikuwa ni nzuri. Mimi nadhani walimu waliopita, kama nilivyosema, walimu waliopita walifanya kazi nzuri na kazi kubwa. Mimi nadhani timu kulikuwa kuna pressure ya matokeo, na hilo ambalo kadri tunavyozidi kucheza tunapata matokeo. Mimi naamini pressure itashuka kwenye timu. Kwanza tunamshukuru Mungu, mechi imeisha salama, hakuwa na majeruhi kwa timu zote mbili, lakini kubwa kwanza tuwapongeze wapinzani wetu. Kagera walicheza vizuri, walikuwa na game nzuri na tumekubali matokeo. Tumepoteza kwa magoli 3. Kubwa mimi nasema tutakwenda kujipanga, kwa sababu tunarudi kwenye kiwanja cha mazoezi, tutakuwa na muda mrefu, tunarudi kwenye ligi tarehe 2. Kwa hiyo tutaona marekebisho ambayo tunayafanya katika mechi yetu. Kwa hiyo kubwa mimi naamini kwamba tumepoteza mchezo huu na mchezo huu umeisha hapa. Kwa hiyo tunakwenda katika kiwanja cha mazoezi kujipanga kwa ajili ya ligi. Kwanza mimi nasema mechi ya ligi ilikuwa na plani tofauti na mechi hii ilikuwa na plani tofauti. Hii ni knockout stage, maana ukifunga unatoka, na ile ni marathon ambayo unakusanya pointi. Kwa hiyo tulikuja na plani nyingine tofauti, lakini plani yetu haikufanya kazi. Kwa hiyo tumepoteza na tunakubali, hatuna cha kusingizia kwamba kuna jambo lolote limetokea, lakini kubwa tumepoteza mchezo. Kagera walikuwa bora leo, kwa hiyo tuwapongeze tu, na sisi tunakwenda kujipanga. Kumalizika kwa mchezo huu kati ya Kagera Sugar dhidi ya Namungo FC kunaipa tiketi Kagera Sugar kwenda na mchezo mwingine ambapo Kagera Sugar itakutana na Tabora United. Benson Eustace, Azam Sport, Bukoba, Kagera. Asante Benson. Ukitazama naona kwenye kikosi cha Namungo walikuwa na mabadiliko makubwa mengi sana. Lakini upande wa Kagera Sugar wenyewe walikuwa na mabadiliko lakini machache kidogo. Lakini nimeona kwamba ushindi huu wa pili mfululizo kwa Juma Kaseja wa ligi pamoja na michuano ya CRDB unazidi kuongeza confidence kwa wachezaji kuamini kwamba yes, lolote linatokea. Inawezekana. Yani lolote linawezekana. Kwa sababu mimi sikutoa nafasi kubwa sana kwa Kagera kwa kuamini kwenye nyakati ambazo wamekuwa nazo kwenye ligi. Niliamini kwamba wangefanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi cha kwanza, lakini walianzisha idadi kubwa pia wachezaji wa kwanza, karibia wachezaji 7 sio? Onditi, Fuko, Sudatus, nani umeona, Luende alianza kule kushoto. Kwenye mabadiliko niliamini Namungo angekuwa bora sana, lakini kumbe Namungo wao ndo wakaenda kufanya vice versa makubwa zaidi. Wao wakaona naamini Namungo hawakuona huu mchezo ni muhimu kwao. Wakaamua, unaona, wajikite zaidi kwenye ligi. Tumemsikia Tangawina hapa anavyoeleza kwamba plani ya mechi hii ni ya knockout stage. Lakini wanajipanga zaidi na mchezo wa ligi unaofuata, kwa sababu wanaamini kule ndio sehemu ambayo wanatakiwa kuwekeza nguvu na akili kwa kiwango kikubwa. Lakini mbali na hayo mawazo ya Namungo, kwa Kagera inajenga kitu kikubwa sana, kwa sababu Kagera ilianguka kisaikolojia, ikaangusha hadi nguvu ya miili ya wachezaji. Wakawa wanaamini huu unaweza kawa ni moja kati ya mwaka mbaya na bahati mbaya. So kwenye mguu wa Kaseja amepata matokeo mechi ya kwanza, na hii imeenda kutoa tena motivation nyingine, wanapata matokeo, kuna kitu kinajengeka kwa Kagera. Sasa hii hali ya kushinda back to back inatengeneza confidence na situation waliokuwa nayo kwenye ligi. Wajua hili ni kombe la CRDB, lakini kwa nini tunazungumzia zaidi kwenye ligi? Ni kwa sababu huku hata ukitolewa, yani sio, hakuna kitu kikubwa ambacho unapoteza. Sport yako mwakani ipo. Kwa sababu mwakani si utakuwepo. Lakini kwenye ligi ukipoteza, manake unaenda kupoteza kikubwa zaidi kuliko namna ambavyo utakuja kujitafuta. Na ndio maana tunazungumza kwa kufanya uwiano wa umuhimu wa kombe la CRDB na umuhimu pia wa hii ligi. Sio, ni kitu kizuri kusema kweli. Mimi binafsi nawapongeza Kagera kwenye kile ambacho mkifanya.
Sawa, hiyo ni mchezo wa Kagera Sugar dhidi ya Namungo Football Club. Ukiangalia Namungo alikuwa na mabadiliko mengi sana. Golikipa Jonathan Naimana bench, namba 2 huwa anacheza Hassan Kibairo bench, namba 3 Mlingo bench, Daniel Amo, Erasto Nyoni bench. Hapo kidogo Mkombozi wakaingia, Hamisi Alifanyenyi. Yaani kwa mabadiliko makubwa sana kwa Namungo Football Club. Tukitoka hapo tuangazie mchezo mwingine hapo jana ambapo Kiluvya United walikuwa wanawakaribisha kikosi cha Pamba Jiji Football Club, wana Kawekamo, wana TP Lindanda katika dimba la Jamhuri mkoani Morogoro. Mchezo ambao ulimalizika kwa kikosi cha Pamba Jiji kuchomoza na ushindi wa mabao 3-0. Tusikie coach na wachezaji wanazungumzia nini baada ya matokeo ya hapo jana. Ni kushinda game na kusogea katika hatua ya 16 bora. Hilo sisi kama technical tumeweza kufanikiwa, na kama unavyojua tulitoka kupoteza mechi ya ligi NBC na mchezo tumeweza kushinda. Kwa hiyo inatupa sisi nguvu ya kurudi kujipanga katika michezo yetu ambayo iko mbele yetu. Kwa hiyo kikubwa na wapongeza wachezaji wangu kwa kazi nzuri ambayo wameweza kuifanya, na mwisho wa siku tumeweza kupata matokeo mazuri. Natupa changamoto kwa maana kwamba tunaenda kuandaa timu yetu vizuri ili ya 16 bora tuweze kufanya vizuri na tuweze kuqualify katika hatua inayofuata. Mchezo ulikuwa mzuri kwa pande zote mbili, lakini niseme kwamba tukuja na plan ya kuweza kukabili mchezo wa leo, lakini kwa bahati mbaya afya pili tumeshindwa kuimaliza ile plan ambayo tulikuwa tumeanza nayo. So far tumefanya makosa, tumeadhibiwa. Kwa hiyo niwapongeze Pamba kwa matokeo na kuendelea kwenye hatua ambayo wanaendelea, lakini pia niwapongeze wachezaji wangu namna ambavyo wamejitahidi kadri ya uwezo wao kucheza kuhakikisha kwamba tunaweza kurudisha magoli, lakini kwa bahati mbaya si kwa ikuwa kwetu. Kipindi cha kwanza timu nyingi zinakuwa zina effort. Kwa hiyo tulijitahidi kutafuta goli, tukashindwa kupata goli. Mungu kajalia kipindi cha pili tumekuja tumepata magoli 3. Tunashukuru tumefuata maelekezo, magoli yamepatikana. Tumekuwa na mchezo mzuri na Pamba. Ukiangalia kipindi cha kwanza tumeweza kuzuia vizuri, ila kipindi cha pili ukomavu kwa level waliopo wao ya ligi imefanya wamepata matokeo, kwa sababu hata mchezaji mmoja kidogo wao experience. Kwa hiyo tuna approach nzuri, tunatarajia kubaki kwenye ligi ikiwa ndo malengo yetu sisi kama Kiluvya. Mechi ambayo imalizika kwa Pamba Jiji kuchomoza na ushindi wa mabao 3-0. Jana Rashid tulikuwa hapa pamoja na Hamisa, nilisema Pamba wanacheza hii mechi kwa sababu wanajua mpinzani wao naye ni Kiluvya United. Na kweli matokeo ya mabao 3. Madaraja yako ni mawili tofauti sana. Na bahati nzuri na wenyewe wameitumia hiyo kama sehemu ya kurudisha motivation. Unapata nguvu ya ziada. Lakini mpinzani angekuwa yuko very strong wa daraja lake, asingecheza hiyo mechi na angetafuta excuse ambayo watu wote tungekubaliana nayo, si ndio? Kwa sababu Dodoma Jiji mechi ilikuwa inafuata ilikuwa anacheza na nani? Na Simba. Lakini kutokana na situation iliyokuta ikabidi wakapewa karibia 2 weeks, si ndio? Lakini ingekuwa anatoka pale labda anaenda kuzima na Ken Gold, naamini ingekuwa ni siku 2 na wangezima. Lakini wakaona hata hivi tunaweza tukajikuta tunazalilika. Lakini ni nzuri walau kidogo sasa timu za ligi kuu zimeongeza idadi. Ila leo mmoja atapungua. Sawa. Tusalie kwinginepo tukitoka kwenye michuano ya CRDB Bank Federation Cup wakati huu ambapo wekundu wa Msimbazi Simba kupitia kwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali amesema baada ya kupata ushindi dhidi ya timu ya Stars kwa ushindi wa 3-0, akili na fikra zao kwa sasa wanaelekeza katika mchezo wa ligi kuu ya NBC ambapo March 14 watapambana dhidi ya Dodoma Jiji Football Club katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Tumsikie Ahmed Ali akiweza kuzungumza nasi. Ratiba hapa kesho tunarejea katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi na mazoezi rasmi kuelekea mechi yetu dhidi ya Dodoma Jiji. Ni moja kati ya michezo migumu sana tunakwenda kucheza kutokana na ubora wa mpinzani wetu kwa maana ya Dodoma Jiji. Mechi yetu na wao ya kwanza ilikuwa ni mechi ngumu kweli kweli, lakini kama haitoshi mechi 2 za nyuma kabla ya kuja kukutana na sisi wamekuwa na matokeo mazuri. Dodoma Jiji ni moja kati ya timu ambazo huwa zinatupa upinzani mgumu sana kwenye mechi zetu dhidi ya wao, lakini yote kwa yote tunakwenda kufanyia kazi maandalizi makubwa, tunakwenda kutengeneza mpango mzuri ambao utatuwezesha kupata ushindi mbele ya Dodoma Jiji. Tunataka tunapokwenda kwenye break ya FIFA tuwe tumetimiza malengo yetu ya kuchukua alama 3 mbele ya Dodoma Jiji. Haitakuwa nyepesi, lakini kwa utaalamu aliyokuwa nao mwalimu Fadlu na ubora wa wachezaji wetu tunaamini kabisa tutakwenda kupata matokeo mazuri.
Ahmed Ally akiweza kuzungumzia baada ya ushindi hapo jana na sasa kwenye kujiandaa na mchezo dhidi ya Dodoma Jiji Football Club. Tutoke hapo kwenye upande wa wekundu wa Msimbazi Simba tuelekee jijini Mwanza ambapo mkuu wa mkoa wa jiji la Mwanza Said Mtanda ametoa agizo kwa uongozi unaohusika na uwanja CCM Kirumba kufanyia marekebisho ndani ya siku 7 kuondoa dosari zote ambazo zimetolewa ili mradi uwanja huo kuweza kuruhusiwa kushiriki katika michuano ya ligi kuu ya NBC na mashindano mengine. Mtanda ametoa agizo hilo ambalo baada ya kukagua uwanja unaotumika uwanja ambao CCM Kirumba unaotumiwa na klabu ya soka ya Pamba Jiji Football Club kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC pamoja na michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Mwenzetu Innocent Alois ametuandalia taarifa ifuatayo. Tangazo la kufungiwa kwa uwanja wa CCM Kirumba nyumbani kwa Pamba Jiji FC. Maeneo kadhaa ambayo tumekumbusha kuweza kuyarekebisha kupelekea kwa ajili ya mechi zinazofuata kumaliza ligi yetu. Miongoni mwa sababu ni ubora hafifu wa eneo la kuchezea na kukosekana kwa vyumba vya wachezaji. Wakati wa mvua, wakati wa masika, maji yalikuwa kiingia ndani ya vile vyumba vya kubadilishia kupumzikia wachezaji. Kwa upande wa huko juu VVIP area itarudishwa ile zile platform zilizotengenezwa na TFF mwaka juzi. Maana ziliondoshwa kwa sababu za kiusalama wakati wa mbio za Mwenge, sasa zitarudishwa tena kwa ajili ya kuweza kufanikisha michezo yetu na kurudisha hadhi ya uwanja wa CCM Kirumba. Hili alikumkalisha mkuu wa mkoa Said Mtanda sofani ofisini. Kwa hiyo ndio hapa anapoweza kusababisha kweli mpira usichezwe. Mguu wa kwanza kazini kwa siku hii ni hapa CCM Kirumba. Mchezo wa Yanga peke yake, nataka kujua nyinyi CCM Kirumba mlipata shilingi ngapi kwenye mapato? TFF wamechukua milioni 4, MZFA milioni 3, hawa CCM milioni 10. Kwa hiyo hao wote hao ni wadau wa uwanja. Hawawezi kushindwa kutengeneza mabenchi 10. Kwa hiyo ninakupeni muda wa siku 7. Mtengeneze mabenchi. Siku ngapi meneja? Na baada ya siku 7 tutafanya ukaguzi tena. Na baada ya kuzuru maeneo yote na kubaini lipi ni lipi na ukweli ni upi, haya ni maelekezo. Kwa hiyo ninamwelekeza meneja na nitaongea na katibu wa CCM wa mkoa ambaye ndio mwenye uwanja ndani ya siku 7 kuwe na mabenchi ya kudumu ya wachezaji katika changing room badala kukodi, kwa sababu timu mwenyeji analazimika kukodi viti, lakini hawa wanakula hela. Lakini endeleeni kumwagilia uwanja, ligi imesimama sasa, endeleeni kuboresha miundombinu. Sisi na wana Mwanza kwa ujumla, faraja yao ni kuona mechi zote ziwe za FA, ziwe zile ambazo za ligi, ziwe hata za African Cup of Nations zikichezewa wapi. Kwa hiyo na wewe lazima uwe manager wa viwango vya juu, kwa sababu sisi nia yetu ku attract vilabu vikubwa kuja kufanya mazoezi hapa Kirumba. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Innocent Alois akiweza kuzungumzia kuhusiana na taarifa hii hapo. Rashid Hamis, maboresho ndani ya dimba la CCM Kirumba. Yani inanithibitishia kwamba kuna uzembe mkubwa huo unafanyika. Mkuu wa mkoa amejaribu kuanisha baadhi ya kiwango cha pesa ambacho huwa kimefanyika kwenye mgawanyo wa mechi moja, si ndio? Na inatokea hivyo, alafu bahati mbaya kiwanja kinatangazwa kufungiwa kwa sababu ya kutokuwa katika hali nzuri. Yani hiyo inakuonyesha kwamba kuna watu walishindwa kuwajibika moja kwa moja kwenye nafasi zao, si ndio? Sasa kwenye utaratibu huo, mimi bado nakumbusha Tanzania tunaandaa CHAN, si ndio? Na tutakuwa sehemu ya uandalizi wa AFCON. Hivi ni kweli bado tunaendelea kufungiana viwanja? Yaani manake bado hatuelewi umuhimu wa uwanja. Unaelewa? Sio kama unanielewa Msumi na nani? Yaani kama sisi Tanzania kama nchi tupo kwenye sehemu ya maandalizi ya CHAN na AFCON, bado leo tunaendelea kukumbushana umuhimu wa pichi. So yani
unatamani kusema kitu ambacho pengine kinaweza kikawa sio kizuri kwa mtu ambaye anapaswa kuwajibika kwenye hilo eneo, lakini ni vitu vya aibu kusema kweli. Kuripoti kufungiwa kwa viwanja, kuripoti viwanja vina utaratibu mzuri, ukarabati. Yaani yale maandalizi ambayo sisi kama taifa tunayabeba kichwani mwetu, manake inaashiria kitu gani? Unaelewa? Manake tunaashiria big failure. Sindio? Tupo tayari. Usinaelewa. Yaani kwenye hii ni indicate ambayo sio ishara nzuri. Sindio? Kwa sababu sasa hivi tutakiwa tuendelee kusifiana kwenye namna nzuri ya kuboresha viwanja na katika hali ambayo kila mtu anafurahia. Sindio? Kwenye nafasi ambayo tumekuwa nayo kama taifa kwa kujiweka tayari kukabiliana na maandalizi ya CHAN na AFCON. Lakini sio tunafanya maandalizi ya kukabiliana na CHAN na AFCON tunafungiana viwanja. Manake ni kama hatujajua bado umuhimu wa pitch. Mpaka mkuu wa mkoa, okay, huu ni mkuu wa mkoa ambaye anapenda michezo. Mkuu wa mkoa ambaye ajishughulishi na michezo na uwanja wake pengine umefungiwa, ana muda huu. Haya, Simba na Yanga haijaenda kwenye hizo timu ambazo pengine unaweza kusema baba ungepata mapato makubwa zaidi. Nini kinaenda kufanyika hapa? Sawa. Wakati Rashid unazungumza hayo, taarifa ambayo imetolewa na TFF ni kusomee kama ifuatavyo. Taarifa ya TFF imetolewa leo Machi 12 na kusainiwa na Clifford Mario Ndimbo, afisa habari na mawasiliano TFF. Taarifa yenyewe inasema kwamba shirikisho la mpira wa miguu wa Afrika CAF limeufungia kwa muda uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kutokana na eneo la kuchezea pitch kuendelea kupungua ubora wake. CAF imeelekeza eneo hilo liboreshwe haraka kufikia viwango vinavyotakiwa ili kuepuka uwanja huo kufungiwa kwa muda mrefu. Mechi ya robo finali ya kombe shirikisho ya CAF, yani CAF CC, kati ya Simba, CAF Confederation Cup kati ya Simba na Al Masry ya Misri imepangwa kuchezwa kwenye uwanja huo Aprili 9, 2025. Ili kuondoa usumbufu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetakiwa kutuma jina la uwanja mbadala utakaotumiwa na Simba kufikia Machi 14, 2025. CAF itafanya ukaguzi uwanja Benjamin Mkapa Machi 20, 2025 ili kuona maboresho yaliyofanyika kabla ya kuweza kuamua kuruhusu utumike au kuendelea kufungia. Mbali na mechi hizo za CAF Confederation Cup, uwanja Benjamin Mkapa umepangwa kutumika kwa ajili ya fainali za CHAN zitazofanyika Agosti 2025. Mechi ya Simba na Al Masry ambayo imepangwa kuchezwa uwanja huo ni Aprili 9. Lakini Machi 14 TFF wanapaswa kutuma uwanja mwingine ambao Simba watautumia. Machi 20 watakuja kukaguzi. Paragrafu ya ngapi hiyo? Paragrafu ya 3. Paragrafu ya 3? Iso paragrafu ya 3. Kidogo hiyo barua tena. Paragrafu ya 3 inaeleza kwamba TFF inasema ili kuondoa usumbufu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, hiyo ni ya 4. Hiyo ya ngapi? Ya 4. Hiyo ya 4 basi. Kusudi langu ni hiyo ya 4. Umeona? Imetakiwa kutuma jina la uwanja utakaotumiwa na Simba kufikia Machi 14. Yaani wanatakiwa kutuma jina la uwanja. Sasa rudi kwenye uhalisia wa maisha yetu ya Kitanzania. Yaani kwanza kabla ya leo ni Machi 12. Leo Machi 12. Mpaka Machi 20. Kwanza wana siku 2 la kutuma jina la uwanja. Unanielewa? Ndio maana nakwambia sasa turudi kwenye uhalisia wa maisha yetu ya kawaida wa Kitanzania. Alternative ya uwanja wa Benjamin Mkapa huwa ni uwanja gani? CCM Kirumba. Si ndivyo? Kirumba. Si ndivyo? Au Sheikh Amri Abeid. Si ndivyo? Au Amani. Nafikiri Zanzibar bora zaidi. Amani upo kwenye ukarabati. Sheikh Amri Abeid ndio huo umekula ban. Sheikh Amri Abeid huo CCM Kirumba umekula ban. Sheikh Amri Abeid sio kama Sheikh Amri Abeid upo, lakini sidhani kama una viwango vya kujitosheleza. Sio, unaelewa? Kwa sababu last time tumeona mechi pale. Yeah, sure. Si ndio? Sidhani kama una viwango vya kujitosheleza. What next?
kiwanja gani ambacho TFF ndani ya siku 2 wanatakiwa wapeleke jina, na ndio uwanja ndio huo, uwanja wa Benjamin Mkapa upo chini ya uangalizi mpaka tarehe ngapi? Mpaka tarehe 20. Gombani. Gombani Pemba. Gombani si umenawe unafanywa ukarabati. Gombani imepigwa na nini? Baada hiyo kufanywa ukarabati nafikiri. Yani pale wakati una kila kitu, sio karabati tu ya pitch. Kila kitu. Wao mapinduzi nafanyika pale. Walikuwa kuna maeneo walikuwa wanafanya marekebisho. Wakati inachezwa wakati inachezwa nini ile? Mapinduzi. Ilikuwa mapinduzi. Imechanganya kwa sababu ilihusisha mataifa. Ndio mapinduzi. Unaelewa? Kwa hiyo maana yake maana yake mpaka sasa hivi katika majibu ya kawaida sisi kama wadau bado hatujajua ni uwanja gani TFF wanaweza Kirumba si ndio huo sasa, kwa sababu huo Kirumba wenyewe unajua Kirumba wenyewe Kirumba vitu vinini ambavyo vinahitajika Kirumba vitu gani hivyo? Pitch. Jambo la kwanza picha ile akituletea mtozi ya Kirumba utaiona. Pitch jambo la kwanza. Bodi ya ligi wameufungia Kirumba kwa sababu ya pitch. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni picha ambazo tumeziona mkuu wa mkoa akizitembelea mule dressing room. Umeona jambo? Kwenye dressing room mule bado mpaka mkuu wa mkoa anaagiza yatengenezwe mabenchi. Mabenchi yatengenezwe siku ngapi? Ndio maana nimesema hivi option ya CCM Kirumba ni rahisi zaidi kwa sababu pitch kama unavyoiona. Sasa ngoja nikwambie. Unapelekaje option kiwanja ambacho wewe umekifungia? Sasa ndio nakwambiaje? Mjenielewa hoja yangu. Nisikilizeni hoja yangu. Tutulie kwa utulivu. Nimesema hivi, ukiitazama CCM Kirumba kwa sababu ukienda Amani nadhani umekwangua pitch. Si ndio? Subiri ngoja tuelewane kitu. Amani. Mkuu wa mkoa ngoja, sorry. Umemsikia mkuu wa mkoa alivyosema? Mkuu wa mkoa akawapa wale muda gani? Siku 7. Siku 7. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe Machi 12. 12. Siku 7 itakuwa tarehe ngapi? 19. Ambayo hiyo tarehe 19 ndio CAF wanaenda kukagua uwanja wa tarehe 20. Wanaenda kukagua uwanja wa wapi? Benjamin Mkapa. Wa Benjamin Mkapa. CAF wanataka TFF watume jina la uwanja siku ngapi? Siku 2 baada ya leo. Yes, tarehe 14. Sasa maana yake ni nini? Yaani siku 2 baada ya leo. Maana yake sasa unapelekaje uwanja ambao kwa katika siku 7? Sio nakwambia. Nyinyi mjanielewa jambo langu moja. Huu uwanja issue yake ni pitch, issue yake na dressing room. Ni vitu ambavyo vinarekebishika. Sawa. Yaani kwamba kwa sababu tayari ushapitishwa uwanja kwamba ni viwanja ambao una vigezo. Kwa hiyo ndani ya hizo siku hizo kadhaa kwamba kile kitu kilikuwa tayari. Msumu hujanielewa. Umeelewa? Mimi hujanielewa. Umeiona ile barua? Ile barua ya TFF. Barua inasemaje? Ile barua ya CAF. Ile barua ya CAF. Inasema hivi. TFF watume jina la kiwanja mbadala mpaka tarehe 14. Ndio. Leo tarehe ngapi? Kile kiwanja kijafungiwa na CAF. Kile kiwanja kimefungiwa na leo tarehe 14. Ndio taratibu sasa msomi. Kile kiwanja CCM Kirumba kimefungiwa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Si ndio? Kimefungiwa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi wamekifungia kiwanja cha CCM Kirumba ni kwa sababu kimepoteza hadhi ya kuchezewa ligi kuu. Si ndio? Sasa mkuu wa mkoa ameenda pale. Ameagiza ndani ya siku 7 bodi ya ligi wakija hapa wajiridhishe pichi iko sawa sawa, ndio, na dressing room iwe sawa sawa. Ndani ya siku 7 ambazo mkuu wa mkoa kaagiza, itakuwa ni tarehe 19 wakaguzi wa kafu ndio wanatakiwa kuja kukagua Benjamin Mkapa. TFF wanatakiwa kupeleka jina la uwanja ndani ya siku 2 kuanzia leo. Wanapeleka uwanja upi? Haina shida. Ndio maana nimekwambiaje Rashid, unaweza ukapeleka bwana, sisi option ya Simba ni CCM Kirumba. Tunajua kwamba unafanywa nini? Marekebisho. Ndio maana nakwambia kupeleka jina kwamba CAF bwana Simba ametuma. Maana najua hapa issue sio TFF, issue ni Simba. Simba wenyewe ndio watakaa. Wanasema sisi tutatumia uwanja gani? Wanawaambia TFF bwana, sisi tunataka tukacheze wapi? CCM Kirumba. Kwa hiyo sasa hapo ni nguvu ya ziada tena itaongezeka. Unajua kitu kimoja very easy. Nimekuelewa Msumi. Na kitu kingine unajua kupeleka jina. Unajua kupeleka jina. Unajua kupeleka jina jambo la kwanza. Na sio kwamba ukapelekea jina eti ndio wanakuwa
wameridhika. Watakuja kukagua. Watakuja kukagua uwanja. Yes. Wakija kukagua uwanja, wanakuta uwanja ni uwanja ambao nyinyi mmeufungia kwenye mamlaka zenu. Hauna sifa za kukidhi level ya ligi. Sasa uone kama unawaletea masiala hapo. Sio wanakupigia mtu bao. Anafikiria ni hichi ambacho ameongea mwishoni hapa Rashid kwamba what if bado Mungu nakwambia unaonekana serious. Unataka kucheza Amaolo. Na sio tu Amaolo. Unaweza kaambiwa tu wakasema tu Tanzania hamna tena sifa ya hizi mechi kuchezwa, tafuteni nchi nyingine. Mimi napinga. Yaani kwenye kitu ambacho anaongea Rashid najaribu kuelewa kwa sababu ya huo muda ambao tuko nao. Yaani hizi siku mbili hizi za kupeleka jina jambo la kwanza. Lakini unapeleka jina la kiwanja gani? Ndio hicho ambacho huku tumekifungia jambo la pili. Lakini tarehe 19 tunachukua sasa tunarifaa sasa kwa mkuu wa mkoa Mtanda kwamba ndani ya wiki inabidi nije nipate ripoti. Maana ataenda kukagua. Akasema tutaenda kukagua, tutakuja kukagua. Maana tarehe 19. Jamani. Shida yangu mimi iko hapa. Nisikilize Msumi. Yaani mimi naona kuna kitu kimoja mnakichanganya. Tuambie. Cha kwanza. Relaxini kwanza. Shusheni pressure. Umeelewa vizuri? Shusheni. Tukusikiza. Na Fountain Gate. Baada ya kutolewa kwenye michuano ya CRDB Bank Federation Cup msimu huu 2020 na michuano 24-25, kikosi cha Fountain Gate kimewapa mapumziko wachezaji wake ya siku 5 kabla kurejea kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya ligi kuu ya NBC. Msemaji afisa habari wa kikosi cha Fountain FC ni Isa Liponda Mbuzi amezungumza nasi kuhusiana na mapumziko haya. CRDB Federation Cup, na isivyo bahati tulishindwa kusonga mbele tukicheza dhidi ya Stendi dakika 90 1-1, tukaenda tukatolewa kwa mikwaju minne kwa mitatu ya penalty, na safari yetu kwa msimu huu ikawa imeishia hapo. Kwa hiyo mara baada ya mchezo huo masikitiko yalikuwa ni mengi kwa upande wetu sisi kama timu, kwa sababu tulitamani tuende mbele zaidi, tuende kwenye hatua ya 16 bora, kwa sababu malengo yetu ya msimu unaokuja ni kwamba sisi tuwe miongoni mwa timu ambazo zinakwenda kuliwakilisha taifa kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa moja ya njia ilikuwa ni ya hii ya Federation Cup, lakini ndio ishatokea, hatuna namna, lazima tujipange kwa ajili ya msimu unaokuja. Mara baada ya mchezo ule management na technical bench limetoa mapumziko ya siku 5 kwa wachezaji pamoja na baadhi ya staff ambao watapenda kwenda nyumbani kwenye mapumziko, basi wamekwenda, na baadhi ambao wameona waendelee tu kusubiri hapa kambini siku hizo 5 wapo hapa, lakini timu ipo kwenye break kwa sababu baada ya hapo tutarejea tena uwanjani April. Kwa sasa tumeamua kula mpozo kidogo, tumeamua kupumzika kidogo, kisha tukirejea sasa nguvu, akili, mawazo ni kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Singida tarehe 2 ya mwezi wa 4, kwa sababu ni mchezo ambao tutahitaji kupata alama 3 ili kuendelea kujiweka kwenye mazingira mazuri zaidi kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, kwa sasa tukiwa nafasi ya 7 na alama zetu 28. Isa Liponda Mbuzi akiweza kuzungumza hivyo. Alikuwa anafahamika kama rais wa soka la wanawake Tanzania kabla ya kupata hayo majukumu. Sasa hivi ile kama haitumii sana. Fountain Gate mapumziko ya siku 5 kuweka kidogo wachezaji ku relax ili madi kurudi tena na mapambano. Fountain nadhani kutolewa hii CRDB Bank Federation Cup ilikuwa ni kushtukiza. Imewapa relief. Imewapa relief, na anatakiwa washukuru Mungu. Kwamba nguvu kubwa sasa wekeze sehemu ambayo itawafanya wawe na furaha msimu ujao. Kwa sababu timu haikuwa vizuri. Robert Matano na Amri Saidi wanatakiwa kuitengeneza timu upya ili kuweza kuona kama wanaweza kuwapa burudani wana Manyara. Bahati nzuri Manyara wamepokea vizuri sana Fountain Gate. Yaani hata wakicheza mechi ya saa 8 unaona mwitiko wa watu wanaenda uwanjani, unaelewa. Ni kitu ambacho hakitokei kwa timu nyingi za ligi kuu. Tofauti na hizi timu kubwa. Ile idadi kubwa ya watu ambao unaona wana Manyara wanakwenda ni kitu kikubwa sana. So kwangu naweza nikasema tena washukuru Mungu kutolewa na Stendi, acha Stendi akahangaika na huo mzigo uko mbele. Wao waweze kuitengeneza timu yao. Waweze kurejea katika ubora ambao tulikuwa tukifahamu Fountain Gate before. Sio?
nafikiri pia itampa pia Robert Matano nafasi nzuri ya kuweza kufanya tathmini ya hizi mechi kadhaa ambazo ameshacheza na kuweza kuona alifanikiwa wapi na alifeli wapi. Sawa, hao ni kikosi cha Fountain Gate FC. Rashid akiweza kuzungumzia hapa kwa ajili ya kujipanga na michuano ya ligi kuu ya NBC. Hapo ulizungumzia wakazi wa Manyara, Babati, kuweza kuipokea Fountain Gate. Akilini mwangu kidogo ikanikumbusha jinsi ambavyo fainali ya 2020-2021 ya Namungo na Simba. Jinsi ambavyo watu tulienda Rukwa, Sumbawanga na kuona uwanja wa Nelson Mandela, jinsi ulivyokuwa mzuri, unavyotunzwa, pitch nzuri. Prison nao akaamua bwana sisi wacha tuende Sumbawanga. Lakini yani mashabiki walikopo hawajaipokea. Yani kama ile kuipokea na nini. Nafikiri pia wakazi wa Sumbawanga na wenyewe uwanja wanao. Kujitokeza kuziomba timu pia kwenda kutumia ule uwanja. Unajua mara kwanza mimi nilikuwa naelewa lengo la TFF kupeleka fainali za FA maeneo ambayo mpira ulikufa huko chini. Kama utakumbuka mpira ulipelekwa Kigoma fainali ikaenda kufufua hisia, si ndio? Leo tunawashuhudia Mashujaa, ikapelekwa fainali Ilulu, Lindi. Ikapelekwa Sheikh Abdul Abed, ikapelekwa huko Rukwa Sumbawanga, si ndio? Ikapelekwa fainali wapi? Zanzibar. Na fainali itakiwa Dodoma na fainali itakiwa ipelekwe hapa Manyara. Wakakataa, wakasema sio kukataa. Matengenezo ule uwanja facility wanasema hazikuwa hazijitosheleza. Si ndio? Kwa maana ya hoteli uwanjani na vyote hivyo vilizingatiwa, yani uwanja, hoteli, yani watu walisema yani mji ulikuwa mdogo kuweza kuaccommodate idadi kubwa ya watu ambao watakuja kwenye lile eneo. Nakumbuka vitu vilizungumzwa. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kuamsha na Ngwanda kule, nafikiri si ndio ilipelekwa nusu finali na Ngwanda. Na Ngwanda ilipelekwa nusu finali. Simba na Azam sasa lengo ilikuwa ni kwenda kuamsha hali ya michezo katika mkoa, lakini kuendelea kuvifanyia ukarabati vile viwanja. Kuna ripoti moja alikuja nayo ripota wetu wa Mtwara ule Kazembe. Maana unazungumzia hiyo ya Simba na Azam ni ile dube 2-1. Simba natolewa, Yanga chana Azam kwa kwani. Alafu na ile ya Azam na Simba ikachezwa majimaji. Morrison anaanzisha haraka. Sasa lengo lilikuwa ni kufufua na kuvifanya. Unajua sisi Tanzania tuna viwanja vizuri. Afrika Mashariki, mimi nakuhakikishia Afrika Mashariki Tanzania tuna idadi ya viwanja vingi ambavyo vinahitaji marekebisho kuliko wengine ambao watahitaji kujenga viwanja. Sawa, Rashid, tutarejea kuja kuangazia hapo baadaye pia kuhusiana na tathmini za timu ndani ya ligi kuu ya NBC. Kumbuka tunaangazia nafasi ya Pamba Jiji Football Club, lakini pia tutaangazia timu nyingine Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi chini ya Juma Kaseja Juma. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Nipo na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa, pamoja na Faraji Mustafa, mzee wa history. Mimi ni Ivan _Msumi ama Saidi Msumi.